tunakuja kwenye pre-take. Utoaji wa ujuzi huu kwa vitendo kwa walimu hawa kutoka shule 9 ni mwendelezo wa mashirikiano yaliyoingiwa kati ya shirika Raila in Africa na taasisi ya ubunifu ya Taifa Tech iliyoko hapa mkoani Iringa, ambapo lengo hasa ni kufikisha mafunzo kwa vitendo kwa walimu pamoja na wanafunzi katika shule mbalimbali, hasa zile ambazo ziko maeneo ya vijijini ambako si rahisi kufikiwa na teknolojia. Tumelenga kuwapa walimu uwezo ni namna gani watatumia digital tools kufundisha kwa njia ya competence based badala ya kuendelea kufundisha kwa exams oriented, kuhakikisha wanafunzi kila wanachofundishwa wanakifanyia kazi katika maisha halisi na kisiishie tu darasani au katika mitihani yao. Kwa hiyo lengo letu kuitengeneza Iringa ya miaka 5 bora, kuona wasomi wetu wa Iringa wana apply vile wanavyovisoma katika maisha yetu halisi. Nimezungumza na baadhi ya walimu kutaka kufahamu hali katika shule zao ikoje kutokana na ukosefu wa mafunzo haya kwa vitendo. Nyingi sana walimu tulikuwa tunafundisha kwa kutumia kukariri, kwamba mwanafunzi atapewa notes, atasoma, lakini mwisho wa siku atalazimika kuzihifadhi kichwani. Lakini njia sasa hivi, badala sasa ya kukariri kwamba kwenye biology digestion inafanywa hivi na hivi, anaweza kujifunza kwa kuona, kwa kutumia digital learning hizi, akajifunza na akajua system inaendaje kwa namna moja au nyingine. Ufaulu unakuwa ni mkubwa. Kwa mfano nikichukulia shule yangu mimi nipo Msanga pale sekondari la Chamwino. Kabla ya kuanza kushiriki haya mafundisho au baada ya kuwa na hizi kompyuta, tulikuwa matokeo yetu hayakuwa mazuri sana. Lakini ninavyoongea sasa hizi sisi kiwilaya tumekuwa ni shule ya pili kwa shule zote za kata. Pia tuangalie ni mbinu gani ambazo shule nyingine ambazo ni kongwe zinatumia kujibu maswali, na sisi tunatakiwa tutumie njia zile zile na kujibu maswali yale, na tunapelekea watoto wetu saizi kuwa na performance kubwa kishule na kiwilaya kwa jumla. Kwa upande wao shirika la Raila in Africa wenyewe wanasema ya kwamba malengo yao makuu ni kuona walimu hawa wanakuwa wabunifu kwenye nyanja mbalimbali, ambao sasa watakwenda kuambukiza pia kwa wanafunzi ili kuhakikisha ubunifu walionao unakuwa endelevu, lakini kubwa zaidi kupandisha ufaulu katika shule ambazo ziko pembezoni mwa mji. Dunia tunakoelekea tunahitaji wanafunzi ambao wana ubunifu. Kwa hiyo mwanzoni ubunifu ulikuwa kidogo, wanafunzi walikuwa hawezi kuwa na ubunifu mbalimbali wa kutengeneza solution ambazo zinaweza kusaidia jamii, lakini kwa mafunzo haya tunaamini hawa walimu watakuwa chachu na wataenda kuwasaidia wanafunzi na tutapata wataalamu wengi ambao watakuwa ni wabunifu kwenye upande wa sayansi na teknolojia. Muhammad Nyaulingo, FM.